Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Bwana mwema na Mungu mwaminifu mno. Ninakushukuru kwa ajili ya wakati mzuri, mioyo yetu ikiwa na furaha kwa sababu tunakumbuka nuru ili ujia ulimwengu siku kama hii. Katikati ya giza nene lilokuwa linamiliki ulimwengu, lilokuwa linatawala dunia, Baba, tunasimama kukuadhimisha wewe, lakini mioyo yetu inatamani kusikia tena kutoka kwako siku ya leo. Funike mtumishi wako kwa neema yako na roho wako, aseme naye kwa ajili ya kusema na roho zetu. Tuko hapa Bwana, tuko tayari, tuna kiu, tunatamani kusikia, tunatamani udhihirisho wako. Mungu ujifichae, tunajua hakuna anaweza kukuona asiyekutafuta. Jifunue Bwana asubuhi ya leo kwa neno lako, kwa utukufu wa jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ninaomba na kushukuru. Kanisa la Mungu tuseme amen. Karibu Pastor. Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Punga mkono kama una furaha ya kuzaliwa kwa Kristo Yesu. Amen. Naamini kama tumeiona Krismasi, basi na mwaka mpya tutauona na tutauishi kwa furaha na shangwe. Amen. Nawatakia wote heri ya Krismas. Amen. Baba ameshatuombea, naomba kaa katika muktadha wa kusikia neno la Mungu. Tunaendelea na ujumbe wetu ule ule, nguvu iliyomo ndani ya neno tetelestai. Pale mbele utaongeza katika muktadha wa ukamilifu. Katika muktadha wa ukamilifu. Ninavyosema muktadha wa wakati mkamilifu, huu wakati mkamilifu huwa unajulikana au kudhihirika au kutambulika pindi jambo lolote linapotimia, au kitu chochote kinapofanyika kikamilifu, na kila mmoja akaona na kutambua kwamba kweli hili jambo, huu ndo wakati wake, na limetimia kama nilivyopanga, kama nilivyokusudia. Na wakati mkamilifu unadhihirisha pia mpango mkamilifu kutimia kwenye maisha yetu kama wanadamu muda nchi idumupo. Sasa huu wakati mkamilifu ndani ya nguvu ya neno tetelestai ni ufunuo wa neema ya kutustahirisha katika mipango yetu. Ufunuo wa neema wa kutustahilisha katika mipango yetu. Najua hakuna maendeleo pasipo mpango, lakini hata ukamilifu wa tamko la neno tetelestai ulianza na mpango. Sasa katika uso wa nchi, ili tufanikiwe katika mipango yetu, ni lazima tuuone ukamilifu wa Mungu kwenye hiyo mipango. Kuanzia kwenye lile wazo la kupanga. Mwalimu wangu mmoja wakati ananifundisha somo la mipango, alisema heri ushindwe kutekeleza mpango kuliko kushindwa kupanga. Tunapouendea mwaka 2026 kama mwamini, ili leo na kesho na wewe usimame useme kweli nimemuona Mungu, ili uwe na ushuhuda, ili uwe na neno la kumsifu Mungu na kumpa adhama, lazima uwe na mipango, na katika hiyo mipango umuone Mungu, halafu uinuke useme hakika Bwana amekuwa jiwe langu la msaada, Bwana amekuwa fimbo yangu ya haki, Bwana amekuwa kiti changu cha rehema, amenifanikisha. Hapo utakuwa umeimarika kiimani na huwezi kutikisika. Kwa nini? Umeuona ukamilifu wa Mungu ndani ya maisha yako. Kwa hiyo nguvu iliyomo ndani ya neno tetelestai, pamoja na kutukomboa fikira zetu kwenye yale mazingira niliyokuambia toka tulipoanza, lakini pia inatupa
wa roho na mtazamo wa kiungu wa kupanga mipango na kuamini kwamba nimepanga katika Mungu na nitafanikiwa. Amen. Amen. Sasa katika hii mpango wowote unaweza ukawa muda mfupi, unaweza ukawa muda mrefu, yote katika yote umepanga katika imani. Ni lazima uwe na mbinu za kukusaidia ufanikiwe katika huo mpango, na mbinu hizo tunazipata kupitia Bwana wa mipango, Mungu aliye hai, ambaye alilifunua neno tetelestai kwa mpango wa muda mrefu, akauimarisha, akautegemeza, hatimaye ukaja kutimia. Zile mbinu ambazo Mungu alizitumia toka kitabu cha Mwanzo 3:15, anasema wokovu utatokana na uzao wa mwanamke. Hizo zifungue akili zetu na sisi tutumie hizo mbinu kupanga na kuamini na hatimaye kuja kupokea sawasawa na matokeo makamilifu. Maana yake utatamia hata kama ni Januari, ifike mwezi wa 5 hujaona kitu, utatamia kwa sababu unajua mbinu unazozitumia ni za Mungu Bwana wa mipango. Mungu tangu uumbaji alianza kwa mipango, kwa roho ya utulivu kutulia juu ya uso wa maji, vilindi vya maji. Anakuja kwa mwanadamu, alifanya mpango na mkutano. Baada ya anguko alianza mpango wa ukombozi wetu. Vilipita vipindi kadhaa, aliufunua huo mpango kwa manabii. Hizo mbinu ambazo alizitumia kutufikishia ukombozi wetu ndo ilipo siri ya kukufanikisha wewe kwenye mpango wako, uyaone mafanikio, uwe na nguvu ya kuatamia na kusubiri, halafu umiliki na ufurahie wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Bwana Yesu asifiwe. Katika mipango hii yote ya ukombozi, kwanza tunaona Mungu anafanya jambo kubwa kupitia mwanawe Kristo kwa kumweka kwenye nafasi ya uzaliwa wa kwanza. Nafasi ya mzaliwa wa kwanza. Na hiyo nafasi ya mzaliwa wa kwanza anapokuja kuifunua kwenye Agano Jipya, tulianza kumwona akijifunua kwa Israeli, akiliinua kama taifa lake, analiita mzaliwa wangu wa kwanza. Ni nini ninachomaanisha? Kumbe ili mipango yetu ifanikiwe, ili tuweze kuitimiza, ili Bwana ayathibitishe yale ambayo tuliyakusudia sawa sawa na alivyoturuhusu kwenye neno lake, ni lazima tutafute kumjua Kristo Yesu na kumwamini na kumpenda kama mzaliwa wetu wa kwanza. Kama mzaliwa wa kwanza. Na kumjua kama mzaliwa wa kwanza itakufunulia akili zako. Na tunaona mbinu ambazo Kristo Yesu alizitumia kulizaa hili taifa, alizitumia kumuinua Kristo Yesu kama mzaliwa wa kwanza. Labda nianze na mfano kwa taifa la Israeli, hata kuwa mzaliwa wa kwanza. Gombo mwanangu, naomba tusome pamoja. Tunaanza kuona ushahidi huu kuanzia kwenye kitabu cha Mwanzo, Mungu anapomwita Ibrahim. Mwanzo 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, mpaka uende nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako,
nawe utakuwa baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Mungu anaanza mpango wa ukombozi ambao sasa ataikomboa dunia yote, na huyu mkombozi atakuwa nuru ya mataifa yote kwa kujiinulia kwanza taifa ndani ya mtu mmoja. Maana yake ni nini hapa? Ukianza mipango yako kwa kumtegemea Mungu, utaanza na wazo dogo, lakini kwa imani litakuwa sawasawa na vile ulivyotarajia, sawasawa na ule uaminifu na kusudi la Mungu ndani yako. Lakini si hivyo tu, Ibrahimu anavyoendelea kwenye ile Mwanzo 15 mstari wa 15 na wa 16, Gombo naomba unisomee, tunaona hatua nyingine ya mbinu ya Mungu ya kukuza mpango ili utimie kwa wakati mkamilifu. Karibu mwanangu. Anasema lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema, na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Waamori bado. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaiona hatua nyingine ya mbinu ya mpango wa Mungu wa kulizaa taifa kama mzaliwa wa kwanza, utukufu wa nchi zote. Imeandikwa kwenye Ezekiel. Anamwambia Ibrahimu, nimejithibitisha kwako, lakini agano langu la kuwa taifa halikomei kwako. Wewe siku zako zitakuwa za heshima. Nimekubariki na umevuka level, unaitwa baraka. Lakini mpango wangu kwa sababu ni wa haki, kizazi cha 4 kitakuja hapa. Mtapita kwenye majira magumu, lakini nasubiri uovu hao waliomiliki hii nchi ambayo ni ahadi yenu utimie. Mungu yuko kwenye mpango. Maana yake hapa inatufunulia nini? Nguvu ya neno tetelestai katika wakati mkamilifu. Ukipanga kwa imani, utakuwa pia na nguvu ya kuwatamia kwa imani na kusubiri kwa utulivu, pasipo mahangaiko, pasipo kuona Mungu achelewi, pasipo kuona Mungu amenyamaza, pasipo kuona Mungu anijibu. Hata kama utapita nyakati ngumu, hata kama pande zote utadhikika, ndani hautaona mashaka. Kwa nini? Fikra zako zina ufahamu wa roho juu ya mbinu alizotumia Mungu ili kutuletea ukombozi. Sasa hata kama ulikuwa kwenye hali ya kukata tamaa, anza kujirudisha kwenye line. Twende hatua nyingine, taifa ambalo ni mzaliwa wa kwanza. Kutoka 1:5. Na nafsi zile zote zilizotoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa ni nafsi 70. Na huyo Yusufu alikuwa huko ndani ya Misri tangu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona kuna kuongezeka kutoka Ibrahim, akaja Isaka, akaja Yakobo. Sasa ni Yusufu na nafsi 70 zinaanza kutembea kwenye mchakato wa kuwa taifa, wanaingia Misri. Hii kupe nguvu ya kuona katika mpango wangu sitakwenda kwa spidi ya upepo. Ni hatua za ukuaji, hatua kwa hatua. Mbinu alizozitumia Mungu Baba yetu kutuletea ukombozi, kuturejesha kwenye hadhi yetu. Ndio maana hakuna mwenye haraka aliyefanikiwa, hakuna aliyekata tamaa aliyefika. Kwenye safari ya imani, kwenye safari ya mafanikio, lazima uwe na misuli ya subira, lazima uwe na utungu wa kuwatamia. Twende Yoshua 3:17. Taifa sasa linaitwa taifa na linaenda kwenye nchi iliyokusudiwa.
Yoshua 3:17 anasema na hao makuhani waliolichukua sanduku la agano la Bwana wakasimama imara mahali pakavu katikati ya Yordani. Israeli wote wakavuka katika nchi kavu, hata taifa lile lote likaisha kuvuka Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kutoka Ibrahim, nguvu ya Mungu ya maongeo imemuongeza, zikafika nafsi 70 zinaingia utumwani. Sasa ni taifa linaingia nchi ya ahadi, Edeni yao. Nani amefanikisha haya yote? Ni Mungu aliye ndani yako, na ndo huyo anayeweza kukufanikisha kwa wakati wake mkamilifu kwenye mipango unayoipanga. Hatutakiwi kuishi kama vipofu. Hatutakiwi kwenda kwa kupapasa, tutachoka haraka, tutapoteza mwelekeo. Ujue hata siku tu usipoipangia ratiba utajiona imefika saa 9 na hakuna ulichokifanya, unakuwa umepoteza muda. Watu wote wapenda maendeleo huwa wanaiona mpaka, yani wanahesabu mpaka thamani ya muda. Ndio maana hata kwenye ajira wakikuzidishia masaa wanakuongezea portion. Hata kwenye mafanikio yetu ya kiroho, mafanikio yetu ya ukuu, ya kutawala, yako kwenye kuongezeka kihatua kwa hatua. Sasa tumeliona taifa ambalo ni mzaliwa wa kwanza limezaliwa. Wote huu ni mchakato wa nini? Wa ukombozi wetu. Ukufunulie mbinu unapopanga mipango yako 20 na 26. Amen. Amen. Ili uweze kuona matokeo ya lengo na mipango yako kamili, ni muhimu uone ukombozi wako katika tukio kuu. Yaani ili uone umuhimu wa ukombozi wako, mbinu alizotumia Mungu Baba yetu na thamani ya nafasi ya mzaliwa wa kwanza kwenye mipango yako, ni lazima uanze kuliona tendo kuu la kuzaliwa kwa huyu mzaliwa wetu wa kwanza. Kuzaliwa kwa huyu mzaliwa wetu, Yesu ni mzaliwa wetu wa kwanza. Nitazungumza sana wiki ijayo, lakini leo nataka nizungumze kuzaliwa kwake ambako ndo msingi wa neno tetelestai. Usikimbilie kusema msalaba umenishindia. Usikimbilie kujivunia msalaba kusipokuwa na maarifa ya kwenye msingi wa kuzaliwa kwa Kristo Yesu. Ni mambo gani ambayo unaweza ukayaona hapo yakafungua akili zako ukapata uhuru wako kwenye kuzaliwa kwa Kristo Yesu kama mzaliwa wa kwanza, ili uyatumie katika kupokea ukamilifu wa matokeo ya mipango yako. Sasa tunachokiona kwenye kuzaliwa kwa Yesu ni tukio kubwa la neno kuvaa mwili. Neno kuvaa mwili. Tukio hili kubwa la neno kuvaa mwili, Yesu akiwa Mungu 100%, lakini anakuja anauvaa mwili, anakuwa mwanadamu 100%. Anazaliwa kwa Bikira Mariamu. Hili ni tendo ambalo ndo msingi na mapambazuko ya mafanikio yetu ya kiroho na kimwili. Ndo tendo la msingi la kufungua akili zetu, kurejesha hali ya uungu ndani yetu na kutufanya tuwe na maarifa mapana ya ufunuo wa msalaba. Na kuzaliwa huku lazima tukutazame katika maeneo makuu 5. Eneo la kwanza, mazingira ya mji aliyozaliwa. Mazingira ya mji aliyozaliwa.
Eneo la pili, eneo au mahali alipozaliwa. Halafu tatu, watu wa kwanza kupewa habari ya kuzaliwa kwake na malaika. Labda kwa sababu ya muda nizungumze haya matatu. Tunaposoma maandiko, Injili ya Luka sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 14, Gombo naamini utanisomea kwa chap. Anasema, siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Agustino ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kilenio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbali na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba. Akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukaangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya yanatuonyesha mazingira yote aina tatu niliyokutajia. Kwanza ni mazingira aliyozaliwa ya mji Bethlehemu. Mazingira haya ya mji Bethlehemu, kipindi Yesu anazaliwa, mji ule ulikuwa ni kama kijiji, haukuwa na ukuu wote, haufanani na Yerusalemu. Lakini kwa nini azaliwe kwenye mazingira duni? Ni ili ukombozi wetu, uhuru wetu, amani yetu, haki yetu, msamaha wetu uanze kutukomboa kuanzia kwenye ardhi tulizozaliwa, kwenye vifungo vya historia za kwetu. Kwa hiyo ukombozi wetu Yesu alianza kuufunua kuanzia kwenye mji ambao alizaliwa. Haijalishi mji wa kwenu una historia gani. Nataka nikwambie hivi, uone ukombozi kupitia Yesu kuzaliwa mji wa Bethlehemu. Umebeba ufunuo wa uhuru wetu mkamilifu kutoka kwenye kuteswa na vifungo hata vya asili. Kuna mwingine anaweza akawa anapigana na vita vya kiroho kwa sababu ya historia ya mji wa kwao, labda ni wa machifu, una historia ya kumwagika damu, ukabaki umeshika bango unasema kwetu, yaani kwetu. Sikiliza nikwambie, Kristo alipozaliwa Bethlehemu, mji duni, alitangaza ukombozi kuanzia kwenye kule kitovu chako kilitupwa. Hatutakiwi kuishi kwa hofu, ni kuamini na kuanza kujitangazia uhuru wako. Kweli hiyo na uiweke kwenye akili yako. Maana yake nguvu ya tetelestai
ilianzia Betlehemu mpaka Kalvari, mpaka Goligota. Ndio maana unaona anatoka hata kwenye jimbo la Galilaya la watu duni ili wawatukuze sisi ambao tulikuwa hatufai, tuliokuwa hatustahili. Mji duni ambao hawakuishi hata wakuu, ni kijiji tu. Kwa hiyo vitisho hata vya kwa ulimwengu wa roho, unaota huko kijijini kwenu, unakula, umelala, uko na shangazi aliyekufa. Leo tutasimama na kusema teteles. Hata kama usiku wa leo uliote, usiogope. Ndio maana habari njema hii imekujia kwamba aliyezaliwa alizaliwa katika mji duni ili ya kukomboe kwenye mazingira hata ya ardhi ya historia ya mji duni. Eneo la pili ni mahali alipozaliwa. Maandiko yanatuambia kwenye holi la kulishia ng'ombe. Ili eneo mimi nilitafakari nikasema, sidhani kama kuna binadamu alishazaliwaga hapo. Kumbuka huyu aliyezaliwa hivi ni mfalme na ni mwana wa Mungu. Amezaliwa kwenye hori ambalo mfalme wala uzao wa kifalme hakuzaliwa hivyo. Lakini ni kwa nini? Ili ashiriki kikamilifu unyonge wetu wanadamu na atufanye kuwa vyombo vya Mungu vya kubeba utukufu. Ndio maana kama umefuatilia hapa mtumishi wa Bwana akiwa anasoma, malaika walipopeleka habari kwa wachungaji, walivyosema holi la kulisha ng'ombe, mbingu zilifunguka na jeshi la mbinguni likaanza kuimba, atukuzwe mwana wa Mungu, iwe amani duniani. Nini? Hata mazingira ya kuzaliwa yalitangaza uhuru wetu. Maana yake ni nini? Haijalishi wakati unazaliwa ulishikwa na mikono ya mwanamke mchawi. Haijalishi wakati unazaliwa agano la kitovu lilikufunga. Kuzaliwa kwa Kristo Yesu kulitutangazia tetelestai kwenye maeneo yote. Maana kuna mwingine anaotaga tu yuko hospitali, anazaa mtoto ambaye ndo mzaliwa wake wa kwanza, au anamnyonyesha na huyo mtoto ana mji wake tayari. Ibilisi anaweza kuwa anakuja kushambulia kwenye ndoto kwa tafsiri za siri, lakini leo uinuke na ubatilishe hayo mawazo na uikuze akili yako, useme kwamba kumbe kuzaliwa kwenye holi la ng'ombe, Kristo alishiriki unyonge wangu wa binadamu, na kupitia yeye mimi ninafaa kuwa chombo cha Mungu cha kubeba utukufu, na mbingu zikanithibitisha. Kwa hiyo hata kama historia ya kuzaliwa kwako ni ngumu kiasi gani, ulipatikana kwa kutendwa hiana, ulikataliwa ukiwa mdogo, hujui hata wazazi wako, simama hapa kwamba hadhi ya Kristo iliyomfanya azaliwe kwenye holi la ng'ombe ina hadhi yangu bora, na ninaweka mpango wa kumlilia Mungu ili na mimi nistawi. Ili na mimi nifanye nini? Ili na mimi nistawi. Huo mpango utakuinulia wivu wa kumlilia Mungu, wa kumtafuta kwa bidii, wa kumlingana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Eneo la tatu, wachungaji. Wachungaji. Hao wachungaji Makondeni kwa muktadha wa kipindi kile, kwanza walikuwa ni watu wasioaminika kwenye jamii. Walionekana kama ni walaghai. Wachungaji wa Makondeni hawakuruhusiwa hata kwenda kushiriki ibada hekaluni. Wachungaji Makondeni, hata kama kwenye jamii kulikuwa na haja ya yeye awe shahidi kwenda mahakamani, hakuwa na sifa ya kuwa shahidi kwenye vyombo vya kisheria. Waliishi huko Makondeni. Lakini kwa nini pendo la Mungu malaika waamliwe
wasiende Yerusalemu, wasiende Nazareti, wanaenda Makondeni kwa wachungaji. Halafu na malaika wanaimba. Halafu wachungaji etu ndio wawe na upekee wa kwenda kumwona Kristo. Kwa nini iwe hivyo? Haya yote neema ya ufunuo inatufunulia uthamani tuliopewa, tulio wanyonge, tusio stahili, tulio jaani, kwamba Kristo alikuja kwa watu wasio stahili, tuliokuwa tumepotea, tuliokuwa tumepoteza hadhi yetu. Anatafuta kwenye yale mazingira duni. Ndio maana Paulo akasema Mungu huwa anatumia vitu vidhaifu ili aviajibishe vyenye nguvu. Hili likupe tumaini kwamba nguvu ya neema inaweza kukufikia popote, inaweza kumfikia yeyote kwa wakati wowote, tena kwa matokeo makamilifu. Iamini. Wachungaji Makondeni hawakusema Mungu mfalme wa Wayahudi atakapokuja utukumbuke na sisi, kwa sababu hata sifa ya kuabudu hawakuwa nayo. Mimi nikawa nitafakari, nasema hivi malaika walivyowaambia, ukisoma mara moja walinyanyuka wakasema twendeni, twendeni. Maana yake walienda na vumbi lao la harufu ya mifugo, si ndio? Hiyo inadhihirisha ukuu wa upendo wa Mungu. Anatupenda kuliko tunavyojipenda. Anatupenda kupita upeo. Ndio maana kwenye Warumi 5 ikaandika amemimina hilo pendo ndani yetu. Kwa hiyo wachungaji kufikiwa na habari njema, watu walio nje ya mji, kunafunua nguvu ya upendo wa Mungu. Nafsi yako isiposhibishwa na upendo wa Mungu, utatangatanga, utakauka, utavunjika moyo, utapasuka. Ni lazima ufocus na wewe kushibishwa na huu upendo, utoshelezwe na huu upendo, kwa sababu ndio hali ya asili ya Mungu, ndio nguvu ya wivu wa Mungu ya kiutendaji. Pendo lake hili haliwezi kutuacha hata wanadamu wote wakituacha. Hili haliwezi kutuzuilia tuvuke mahali ambapo tunaweza tukakosa msaada. Kwa sababu gani? Wimbo ulio bora ulitafsiri upendo una nguvu kuliko nguvu ya nini? Ya mauti. Maana yake hatutaweza kumezwa kama pendo halijaruhusu. Ukamilifu wa Mungu kwenye mipango yako, uinue imani yako kwenye eneo la upendo wake. Kwenye eneo la upendo wake, na leo uinue kichwa chako ukae kwenye cheo hicho alichokuweka Mungu. Na niwaambie wana wa Mungu jambo hili. Wengi tunakwamaga kwa kutarajia upendo kutoka kwa wanadamu. Lakini ukishibishwa na pendo la Mungu, unaweza kusimama katikati ya moto uliokuzunguka. Maana yake wanadamu wanachochea uteketee, wewe utafanya nini? Hata madarasa ya unyenyekevu hautafeli. Madarasa ya utii hautakwama. Nilikwambia juzi, kutii lazima uonewe sana. Lazima watu wapite juu ya mgongo wako. Tunasoma kwenye Isaya jamani. Maana kwa ajili yetu mtoto yale majina yote ya Kristo nitakuja kuyazungumzia wiki ijayo. Maana iko kwenye amezaliwa kwa ajili. Maana yake Mungu wa upendo kwa wivu wake alitafuta tena kuturejeshea ile sura ya uungu na mfano wake tuliopoteza. Ukijaa pendo hutamkinai mtu. Ukijaa pendo hutamsema mtu vibaya. Ukijaa upendo mtavumiliana hata kwenye ndoa, mtavumiliana hata kwenye huduma na mambo yatasonga. Pendo la Mungu ndio linalotambulisha sura ya nani? Si maandiko jamani yametuambia utasemaje unampenda Mungu wakati unachukia mwanadamu? Mimi nikisoma maandiko
Mara zote na uonaga tu upendo wa Mungu, watakatifu wa Mungu. Wachungaji walikuwa na nguvu na msuli wa kuliita jina la Yesu? Hawakuwa nao. Lakini anatokea, anabadilisha historia yao. Nikawafananisha wachungaji hawa na wale wakoma waliosema tukibaki hapa tunakufa, tukienda kwa medium tunakufa, acha twende maana kifo kiko mbele. Kumbe katikati ya hayo maamuzi, pendo la Mungu likasema nyinyi ndio mtakaopeleka habari njema mjini. Haijalishi familia ya kwenu imekudhalau, haijalishi umekataliwa pande zote, nataka nikwambie ndani yako kuna habari njema. Kuzaliwa kwa Kristo ni habari njema. Kuna majira tu, kuna saa tu. Yaani nasema hivi, vijana wanasema ni swala la muda. Ni swala la nini? Ni swala la muda. Ni swala la muda tu. Kataliwa hata na wazazi wako. Wewe sio wa kwanza, Daudi alikataliwa. Kataliwa hata na rafiki zako. Wewe sio wa kwanza, Daudi alikataliwa na rafiki zangu. Akasema aliyekuwa msiri wangu ameninyanyulia kisigino. Alizaliwa mahali pa aibu. Maana yake aibu ya Kristo tunayoiona msalabani haikuanzia kule, ilianzia kwenye kuzaliwa. Inuka leo, kaa kwenye kiti chako cha cheo chako, sema mimi ni habari njema. Mawazo yako yawe habari njema, kutenda kwako kuwe kwa habari njema. Kwa sababu gani? Kuzaliwa kwa Kristo kuliturudisha kwenye nafasi tuliyopoteza. Maisha yetu yakarejeshewa ile hali ya uungu. Hata kama unadharaulika, ukijipima kwenye mizani ya Mungu wewe unaona mimi sina kosa, hakuna mahali mbona lakini nadhikika, tulia kwenye msimamo wa moyo wako, msimamo wa Kristo Yesu. Amina. Amina. Inuka leo, habari njema ni wewe. Na kuna wengine mmezunguka tu mahali muda mrefu, kumbe habari njema iko mipakani mwako. Ilikuwa ni wewe tukubadili mtazamo wako. Kama Ibrahimu alivyoambiwa toka. Kuna level inatakiwa tutoke. Tubadilishe hata watu wa kuambatana nao. Tubadilishe hata lafuzi zetu. Tubadilishe hata gia ya kuomba. Tubadilishe hata hatua za kumtafuta Mungu. Yaani nataka nikwambie, kujitoa kunadai uchaguzi. Amua kusema mimi ni upande wa Bwana, liwe jua au masika. Jamani, si tunaingia 2026. Mwenye akili za mpango lazima atafanya tathmini. Fanya tathmini ya maendeleo yako ya kiroho, halafu na kushindwa kwako kwa 2025. Ili upange vizuri kwenye 2020 na ngapi? Na Jumapili njoo na huo mpango wako, tutaubandika mkono. Halafu Mungu atakushangaza. Amenihakikishia historia yako imeshabadilika tangu Jumapili tuliposhiriki hapa. Imebadilika. Imefanya nini? Hata shetani akuletea habari mbaya za kwenye asili ya kwenu, mwambie wewe baba wa uongo, mimi nilishatoka huko. Mimi si mwingine, sio wajana, mambo yamebadilika. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nguvu ya neema ya Mungu inaweza kumfikia yeyote mahali popote wakati. Na hiyo huwa inafanya makazi kwenye mipango yetu kwa upako wa nguvu, neno tetelestai, kwa wakati mkamilifu vitatimia kama ulivyopanga. Maana yake hata kama umepanga watu wa kwetu wataokoka mwaka huu, wataokoka mwaka huu. Amen. Yeye Bwana wa habari njema anajua atafikishaje habari. Lakini matendo yako yawe ushuhuda. Usiseme nimeokoka mdomoni alafu matendo yako yanamkana Kristo. Warumi 8:29 hadi 30. Anasema, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki,
na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni fumbo la ukamilifu wa kuzaliwa kwa Kristo Yesu na utimilifu wa kufa na kufufuka kwake kuanzia kwenye msingi. Anatuonyesha hadhi mpya tuliyopokea, utukufu mpya ulio ndani yetu, jina jipya alilotupa, na nguvu yake ya ukamilifu ilivyotukamilisha kupitia kwenye kuzaliwa sawasawa na haya mazingira niliyokutazamisha. Sasa jamani, kama alitujua, akatuchagua, akatutukuza, kwa nini tuko hapo tulipo? Kwa nini hata baada ya Jumapili bado moyo wako umesongwa na simanzi na huzuni? Neema ilipofunuliwa ilibadilisha historia ya mwanadamu, ilibadilisha historia ya ulimwengu, ilifanya mapinduzi. Ndio maana tukio la kuzaliwa kwa Kristo Yesu linatajwa kwa ushahidi wa kuanzia mtawala alikuwa nani, ili imani zetu zisitindike kwa namna yoyote. Kuzaliwa kwake kukatufanya tuwe wana, lakini turithi haiba ya uwana. Maana yake nini? Tufanane na Baba, na kila aaminie inawezekana kufanana. Swali ambalo nataka nikuulize na ujitathimini kuanzia kwenye vilindi vya mawazo yako. Yesu akikutokea hapa sasa hivi akakwambia, mwanangu, haiba yako inafanana na mimi, una ujasiri wa kumwambiaje? Hapo ndo ulipo mkwamo wetu. Kama sisi ni mfano na sura ya Mungu, ni lazima kuanzia utu wetu wa ndani tuishi huo mfano wa sura ya Mungu kwa uthamani wake. Tumwakilishe kuanzia ndani yetu. Neno aliuvaa mwili ili yawe nuru kwetu, ili tufanikiwe. Nasemaga ulimwengu ni chombo kilichotawaliwa na giza. Ni kwa kuzaliwa kwa Kristo Yesu tu tulipokea nuru za uso wake ili tuone hata hizo fursa. Tunahitaji kwenda mbele za Mungu kwa jambo moja. Kila mmoja aombe neema ya utoshelevu ndani yake. Neema ya nini? Neema ya utoshelevu ndani yake. Inawezekana unaamini ukirudi mazingira yanakushinda. Inawezekana unapiga hatua ukiwa kwenye uwepo wa Bwana, ukibaki peke yako mawazo yanakurudisha nyuma. Iko nguvu ya utoshelevu kwenye kuzaliwa kwa Kristo. Hiyo ndo ilifanya wachungaji wasiendelee kubaki pale wapokee habari watulie. Walisema, hebu tuendeni huko ambako malaika wametujilia, tukafanye nini? Tukaone. Funika vitabu vyako. Kuzaliwa kwa Kristo Yesu ni tendo ambalo liliturithisha furaha ya mbingu. Furaha ya mbingu. Inawezekana ni Christmas kwako, umejitahidi kweli, ukapika vizuri, ukawapa na watoto nguo mpya, lakini kwenye vilindi vya moyo wako hakuna furaha. Utoshelevu wa neema unakujaga na furaha. Unaruhusugi Roho Mtakatifu amimine pendo ndani yetu, litupe utulivu. Ukikosa hivi huwezi hata kupanga huo mpango. Utakuwa hadithi kwako. Kuzaliwa kwake kweli alikuta hata taifa liko pabaya. Dola ya Kirumi imekuza uonevu. Nchi na watu hawana amani. Lakini yeye hakuyumba kwenye misheni yake. Alianzia kwa waliojaani ili awaketishe na wakuu. Hali za kiungu za utoshelevu zikimiminika ndani yako, nataka nikwambie ni ngazi ya kwanza ya kuuendea ukuu na upako mkamilifu ulio ndani ya neno tetelestai.
Tusimame. Uninyunyizia maji wakati wa ukame, uachi ninyauke, ona kupenda. Uninyunyizia maji wakati wa ukame, uachi ninyauke, ona kupenda. Uninyunyizia wakati wa ukame, uachi ninyauke, Wasilisha hali ya roho yako mbele zake. Wasilisha hali ya roho yako mbele zake. Hali ya nafsi yako mbele zake. Amezaliwa lakini inawezekana ndani yako kumekauka. Furaha ya wokovu haipo tena. Hofu zimetanda pande zote. Fungua moyo wako. Zungumza naye. Zungumza naye. Aliwaona wachungaji waliozuiliwa hata kuabudu. Aliona wachungaji waliokataliwa pande zote, wakapokea habari njema. Pendo la Mungu halina upendeleo. Sema naye, sema naye. Sema naye, sema naye. Huwezi kuiona nguvu ya msalaba kwa neno tetelestai kama hujasimama kwenye msingi wa tetelestai ya kuzaliwa kwake. Riko sheketeria bobosaika. Horisika. Zungumza naye. Zungumza naye. Zungumza naye. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Mwambie nahitaji utoshelevu wa nguvu ya ufunuo wa neema. Nahitaji utoshelevu wa habari njema. Riko sekenteria bobosaika. Mandoria bosika. Horisikinta. Usiwe kama zile nyumba za wageni zilizomkataa. Wakasema hatuna nafasi. Akasema kuzaliwa kwangu hakutazuiliwa na kukataliwa, nitaenda hata kwenye malisho ya ng'ombe. Fungua moyo wako, kuna jambo linatakiwa lizaliwe leo, 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 leo. Ili likupe matokeo makamilifu. Sante Roho Mtakatifu. Sante Roho Mtakatifu. Yuko mtu wako wa sura na mfano wako. Unataka kuongeza hodhi yake leo. Unataka kuongeza hodhi yake leo. Yuko mtu unataka kumpa nguvu mpya leo. Yuko mtu unataka kumpa ngazi ya kupanda kwa ajili ya utukufu mpya leo. Oh, kama ulivyotenda kwa wachungaji. Sarika sekenteria bobo saika.
Fungua moyo wako, fungua moyo wako. Bwana huwasikia walio haja ya kupona. Wenye haja ya kupona Bwana huwa hadharau hiyo mioyo iliyopondeka. Hatujagi kutazama unyasi kanisani, tukija tunakuja kumtafuta Mungu. Mshale wa ufunguo wako kama umechoma kwenye moyo, fungua moyo. Mwambie Baba, niko na hali hii. Baba, niko kwenye mazingira haya. Yameinua hofu, yameinua wasiwasi. Kumbe kuzaliwa kwako kulileta haki yangu, amani yangu, uhuru wangu, msamaha wangu. Na mimi nahitaji hiyo furaha ya utoshelevu iwe haki yangu. Riko sekenteria bobosaika. Mantoria bosika. Bwana Yesu, msikie mama huyu na mzigo uliolemea nafsi yake. Msikie dada huyu na maswali ya moyo wake. Wasikie wanandoa hawa na agenda zao kwenye mipango yao. Uliyebadilisha historia hata ya mazingira, uliyetanguliza upendo wako kwenye mazingira, tusikie, tusikie. 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 Tusikie Bwana. Tusikie. Tusikie Mtakatifu wa Israeli. Tusikie mzaliwa wa kwanza wetu. Tunadai haki yetu kuanzia kwenye kuzaliwa kwako leo. Asante Roho Mtakatifu. Ebu simama, nyosha mikono yako juu. Unaweza kusimama, simama. Huwezi kusimama, uwe na amani. Nyosha mikono yako juu. Sema, Roho Mtakatifu nikamilishe. Roho Mtakatifu nistahirishe. Roho Mtakatifu niko tayari. Niko tayari. Mimina uzima wa pendo lako, amani ya pendo lako, haki ya pendo lako na uhuru wa pendo lako ndani yangu. Niko tayari. Niko tayari. Niko tayari. Roho Mtakatifu, chukua nafasi. Chukua nafasi. Chukua nafasi. Ndio. 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 Anakuinua na kukuweka kwenye kiti chenye cheo chako. Anakuinua. Anakuinua na kukuweka mahali unapostahili. Anakutoa kwenye asili ya jani. Anakutoa. Ndio. Nguvu za agano la kitovu hazitakuzuia. Nguvu za agano la nywele hazitakuzuia. Nguvu za mijololo miguuni haitakuzuia. Funguka. 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 Pokea. Ndio. 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 Waliokuwa gizani waliiona nuru kuu. Nuru za uso wa Bwana na zikuzukie. Zizukie mikono yako. Zizukie tumbo lako la uzazi. Zizukie nia yako. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Mwinue huyu ambaye fikira zake zilikuwa jani. Zilikuwa jani. Mwinue kwa mkono wako wa nguvu. Yesu aumbike upya ndani yako. Lizaliwe jambo jipya ndani yako. Lizaliwe jambo jipya ndani yako.
lizaliwe jambo jipya ndani yako. Karaba ndaraba sekes. Hilo jiwe lililoshikilia moyo wako liachie, 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 liachie. Uchungu, hofu, mashaka, woga vitenge mbali na wewe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako. Kristo azaliwe upya na mambo mapya ndani yako. Mambo mapya ndani yako. Kesho yako isifanane na jana yako. Pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kesho yako isifanane na jana yako. Sahau jana, iangalie kesho yako. Kesho iliyozaliwa ndani yako kupitia kuzaliwa kwa Yesu Kristo moyoni mwako. Pokea kwa jina la Yesu wa Nazareti. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Huo mzigo ukuachie. Huo mzigo ukuachie. Huo mzigo ukuachie. Huo mzigo ondoke kwenye moyo wako. Pokea wepesi ile furaha ya kuzaliwa Yesu Kristo iumbike ndani yako, izaliwe ndani yako. Pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Yesu. Asante kwa upendo wako kwetu. Asante kwa sababu umemaliza. Asante kwa sababu Herode hakuweza kukamata maisha yako. Hata kamatwa mtu huyu ambaye umezaliwa ndani yake leo. Karaba sekesa. Adui ya mtu huyu awe adui yako wewe. Anayefuatilia maisha yake umfuatilie. Anayepigana naye ukapigane naye. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Yesu. Asante Yesu. Sema imekwisha. Yesu amezaliwa ndani yangu. Imekwisha. Imekwisha. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi na